Yes, habari kubwa asubuhi hii hapa moja kwa moja kutoka nchini Urusi. Tunaambia kwamba vita vya Urusi pamoja na Ukraina bado zinaendelea kushambuliana kwa makombora. Ukraini pamoja na Urusi zinaendelea kushambuliana, ambapo Urusi inasema kwamba Ukraini imeishambulia miundombinu yake ya nishati, nayo Ukraini ikisema kwamba watu takriban 18 wameuawa baada ya mashambulizi ya Urusi. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imesema siku ya jana Jumamosi kwamba Ukraini ilikuwa imeishambulia miundombinu ya nishati ya Urusi mara 14 ndani ya saa 24 yaliyopita, licha ya mapendekezo ya Marekani ambayo yalizuia kushambuliwa katika vinu vya nishati. Shirika la habari la Urusi la TASS limenukuu wizara hiyo ikisema kwamba mashambulizi hayo ambayo yalisababisha madhara katika mikoa ya Bryansk pamoja na Belgorod, Mesmorzi, Lipetsk pamoja na Voronezh, na pia katika mikoa ya Luhansk pamoja na Kherson ambayo ni sehemu ya Ukraini ambayo inatawaliwa na Urusi. Katika upande wake, Ukraini imesema kuwa idadi ya watu ambao wameuawa kutokana na mashambulizi ya Urusi katika mji wa Kharkiv imefikia watu 18 wakiwemo watoto wadogo 9. Gavana katika jimbo hilo amesema kuwa watu wengine 61 wamejeruhiwa katika mashambulizi hayo ya siku ya jana, ikiwemo watoto wenye umri wa miezi mitatu tu. Kwa mujibu wa gavana huyo, amesema kwamba majeruhi 40 bado wako hospitalini, wakiwemo 19 walio katika hali ya mahututi, miongoni mwao ni watoto wadogo 2. Jambo hili haliwezi kusameheka, linaacha kumbukumbu za kudumu kabisa kwa watu ambao wameathiriwa, alisema mkuu katika baraza la usalama la mji huo. Kyiv hicho ndio mji ambao alizaliwa na kukulia Rais Zelensky wa Ukraini, ambaye baada ya mashambulizo hayo aliandika katika mtandao wake wa Telegram kwamba kombora limepiga eneo ambalo lilipo karibu sana na makazi ya watu na kuharibu uwanja wa michezo na mitaa ya kawaida. Kwa kila kombora, kwa kila shambulizi, Urusi inathibitisha kuwa inachokitaka ni vita tu, sio amani tena, alisema Zelensky. Mamlaka katika eneo hilo zimesema kwamba mashambulizi hayo yaliharibu jengo lenye vyumba takriban 20 vya watu, zaidi ya magari 30, kituo cha elimu pamoja na mgahawa moja. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imedai siku ya jana kwamba ilikuwa imefanya mashambulizi makususi kabisa dhidi ya mgahawa mmoja ambao ulikuwa na mkutano kati ya makamanda wa vikosi vya Ukraina pamoja na wakufunzi wao kutoka katika mataifa ya magharibi. Kwa mujibu wa jeshi la Urusi, wanasema mashambulizi hayo yaliwaua wanajeshi pamoja na maafisa wa kigeni 85 na kuharibu magari 20. Madai hayo hayakuweza kuthibitishwa na vyanzo huru kabisa, na mkuu wa majeshi wa Ukraini alikataa kuzungumzia tukio hilo. Hayo yanaendelea huko nchini Urusi pamoja na Ukraini. Mpenzi mtazamaji, moja kwa moja twende tukaangalie kinachoendelea kule nchini Tunisia. Pale Tunisia tunaambia kwamba nchi hiyo imefunga kambi kubwa ya wakimbizi. Tunisia siku ya jana imevunja kambi ambayo inahifadhi maelfu ya wahamiaji wasio na vibali kutoka kusini mwa jangwa la Sahara kufuatia kampeni dhidi yao katika mitandao ya kijamii. Hayo ni kwa mujibu wa polisi nchini humo. Msemaji wa kikosi cha ulinzi wa kitaifa Edilest Bebabi aliliambia shirika la habari la AFP kwamba takribani wahamiaji 20,000 walikuwa wamejenga mahema katika maeneo ya mashamba katika mikoa ya mashariki mwa Enmara. Jebaria anasema kwamba kiasi cha watu takribani 4,000 pamoja watu wenye mataifa mbalimbali wakiwa wameondoka katika kambi moja ambayo ilivunjwa na mamlaka, na kwamba operation hiyo inaendelea katika siku zijazo. Kiongozi huyo ameongeza kuwa baadhi ya wahamiaji walitawanyika katika maeneo hayo ya mashambani, huku wanawake wajawazito pamoja na wagonjwa wakishughulikiwa na mamlaka za afya. Kambi hizo ziliibua hasira kutoka kwa wakazi katika vijiji vya karibu na kusababisha shindikizo dhidi ya mamlaka.
Penzi mtazamaji, tutoke Tunis twende kule Neymar. Neymar kule tunaambiwa watu ambao walifariki katika tetemeko la ardhi wamefikia sasa 3300. Idadi ya watu ambao walifariki kutokana na tetemeko kubwa la ardhi nchini Neymar imeongezeka na kufikia watu 3300, huku mratibu katika masuala ya kiutu anafahamika kwa jina la Yuton Faidra alitoa wito mpya wa misaada zaidi katika nchi hiyo. Kiongozi huyo amekutana siku ya jana na wahanga wa tetemeko hilo la ardhi katika mji wa Madras uliopo karibu na kitovu cha mkasa huo ambao kwa sasa unakabiliana na uharibifu mkubwa. Katika chapisho katika mtandao wa kijamii wa X, kiongozi huyo amesema kwamba uharibifu huo ni mkubwa na kuongeza kuwa ulimwengu lazima uwasaidie watu wa Neymar. Kwa kawaida Marekani imekuwa ni mstari wa mbele katika misaada ya majanga ya kimataifa, lakini Rais Donald Trump amelisambaratisha shirika la misaada ya kibinadamu nchini humo. Hapo siku ya jana nchi hiyo ilisema kuwa inaongeza takriban dola milioni 7 zaidi kwa msaada wa awali wa dola milioni 2 katika nchi hiyo ya Neymar. Penzi mtazamaji, wakati hayo yakiwa yanaendelea huko Neymar, moja kwa moja twende paka pale London. Pale London tunaambiwa kwamba maandamano ya kumpinga Trump yanatarajiwa kufanyika Marekani pamoja na London. Wanasema kwamba wakati waziri mkuu wa Uingereza akijipanga kuhusu namna ya kukabiliana na ushuru wa Trump, umati wa watu umekusanyika kote Marekani kuandamana. Maandamano hayo yamepangwa kufanyika katika majimbo yote 50 pamoja na Washington DC, huku watu wakiazimia kumpinga Rais Donald Trump na sera zake. Kumekuwa na maandamano ya mara kwa mara tangu aingie madarakani, lakini waandamanaji wanasema kwamba wanatarajia siku ya leo hii kuwa ni siku moja kubwa zaidi ya maandamano tangu Trump aingie katika muhula wake wa pili. Wanasema makumi ya maelfu ya watu wa Marekani wanatarajiwa kushiriki katika matukio nchini kote, na kuna maandamano ambayo yamepangwa katika jiji la London pamoja na miji mingine kama Canada pamoja na Ulaya pia. Wakati huo huo, waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer anaripotiwa kutumia weekend hii kuzungumza na viongozi wa kigeni kuhusu hatua ya ushuru. Tayari alizungumza na wenzake wa Australia pamoja na Italia siku ya jana usiku. Downing Street inasema kwamba viongozi wote watatu walikubaliana kwamba vita vya kibiashara vya pande zote vitasababisha hasara kubwa sana. Kwa mujibu wa ofisi hiyo, maafisa wa Uingereza wataendelea kwa utulivu kabisa na kazi ya maandalizi badala ya kukimbilia kulipiza kisasi. Penzi mtazamaji, tumalize na taarifa hii moja kwa moja kutoka pale Nigeria, ambapo tunaambiwa kwamba nchi hiyo imepokea chanjo za ugonjwa wa homa ya uti wa mgongo. Nigeria imepokea zaidi ya chanjo milioni 1.2 ili kudhibiti mlipuko wa ugonjwa wa homa ya uti wa mgongo ambao umewaua watu kadhaa na kuathiri mamia ya wengine. Katika taarifa yake, UNICEF imesema kuwa mlipuko huo tayari umewaua watu zaidi ya 70 na kuambukiza zaidi ya wengine 800 katika majimbo 23 kati ya 36 katika nchi hiyo. Waziri wa afya wa Nigeria Muhammad Ali Pate amesema kuwasili kwa dozi za chanjo hiyo ya MS5CV ni hatua muhimu sana katika kampeni ya nchi hiyo ya kupambana na mlipuko huo. Nigeria, taifa lenye wakazi wengi katika bara la Afrika, takribani watu milioni 220, ni mojawapo ya nchi 26 katika bara la Afrika ambazo zinakabiliwa na hatari kubwa ya maambukizi ya ugonjwa wa homa ya uti wa mgongo katika eneo ambalo linajulikana kama ni ukanda wa Afrika wa ugonjwa huo ambao unaanzia Senegal katika eneo la magharibi hadi Ethiopia katika eneo la mashariki. Penzi mtazamaji, ulikuwa unapokea taarifa mbalimbali kutoka katika channel yako hii hapa ya Mpimbo Home. Leo hii Jumapili, nikutakia asubuhi njema. Endelea kufuatilia channel yako hii hapa kwa habari zaidi.